Mheshimiwa Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, ndugu Katibu Mkuu, wakurugenzi, wakuu wa taasisi na vitengo ambao mmeambatana na Mheshimiwa Waziri, karibuni kwenye mwendelezo wa mikutano yetu ya kuelezea mafanikio ya serikali ndani ya siku 100 za muhula wa pili wa uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Naomba nitumie fursa hii kuwakaribisha sana na kuwapongeza kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya kwa Watanzania. Na mkutano wa leo tutakuwa na kipindi cha maswali, na kwa kuzingatia muda wetu nadhani tutakuwa na maswali machache tu. Wanahabari tutapata fursa ya kumuuliza Mheshimiwa Waziri kwa kile ambacho amekizungumza siku ya leo. Naomba nitumie fursa hii kukualika Mheshimiwa Waziri upate kuzungumza na waandishi wa habari. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Habarini za jioni. Awali ya yote tuwashukuru kwa kuweza kufika na kuweza kusikiliza taarifa kuhusiana na utekelezaji wa ahadi ambazo Mheshimiwa Rais alizitoa kwamba itakapofika ndani ya siku 100 tangu uchaguzi mkuu kumalizika, basi ahadi hizo 13 zitakuwa zimetekelezwa. Kazi na utu. Ndugu zangu waandishi wa habari, awali ya yote nipende kuchukua nafasi hii kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameweza kuturuzuku uhai, lakini pia ameweza kutujalia afya njema, na wote tumeweza kushiriki katika mkutano huu muhimu, na kama nilivyotangulia katika maelezo yangu ya utangulizi kuweza kutoa taarifa yetu ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kuhusiana na utekelezaji wa ahadi za Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu waandishi wa habari, sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari kama mnavyofahamu ni sekta mtambuka, na kupitia ulimwengu wa wakati huu wa kidijitali, kila sekta nchini inategemea matumizi ya tehama kwa kiasi kikubwa kwa namna moja au nyingine katika kutekeleza majukumu yake ili kuweza kufikia malengo ambayo imejiwekea. Wizara yetu ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari imekasimiwa wajibu wa kusimamia mapinduzi ya kidijitali nchini. Mapinduzi hayo ya kidijitali ndio yanayoweka msingi ambao utaliwezesha taifa letu kuweza kufikia uchumi wa kidijitali ambao unawezeshwa na kuendeshwa na tehama. Katika uchumi wa kidijitali, sekta zote zinafanya kazi kwa pamoja, kwa ushirikiano, lakini vile vile kwa mwingiliano, na zimekuwa zikiwezeshwa na mazingira bora yaliyopo ya kidijitali ili kuweza kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa na uchumi wa kidijitali ifikapo mwaka 2034. Ndugu zangu waandishi wa habari, mtakumbuka tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 tulipofanya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge pamoja na madiwani, Mheshimiwa Rais alifanya kampeni nchi nzima akinadi sera za Chama cha Mapinduzi, lakini pia aliweza kutoa ahadi ambazo zitatekelezwa katika kipindi cha miaka 5 ya uongozi wake mwaka 2025 mpaka mwaka 2030. Na kupitia kampeni hizo za uchaguzi mkuu, Mheshimiwa Rais wetu aliweza kutoa ahadi takriban 13 na kuahidi kwamba zitatekelezwa ndani ya siku 100 mara tu baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu. Na kati ya ahadi hizo 13, Wizara yetu ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari inaguswa moja kwa moja na ahadi 3. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa dhati kabisa nipende tu kufahamisha umma kwamba ndani ya siku 100 za uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan zimekuwa ni siku 100 zenye mafanikio makubwa sana katika sekta mbalimbali, ikiwemo pia sekta yetu ya mawasiliano na teknolojia ya habari. Na hii hakuna maajabu makubwa, imekuwa ikitokana tu na utekelezaji wa vitendo, ahadi ambazo Mheshimiwa Rais ameziahidi kuzitekeleza kwa wananchi wake. Utekelezaji huu ndio ambao umetoa mwelekeo mpya kwa nchi yetu katika kipindi cha miaka 5 ijayo, ambapo imewezesha wananchi wetu kuendelea kuwa na imani kubwa kwa Mheshimiwa Rais na serikali yake katika kuongoza gurudumu la maendeleo katika kipindi cha awamu ya pili.
Ndugu zangu waandishi wa habari, kama ambavyo nimetangulia kusema awali, Wizara yetu ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari ilielekezwa kutekeleza ahadi 3 kama nilivyosema. Niombe sasa kuweza kutoa utekelezaji wa ahadi hizo 3 tajwa, na hatimaye baadaye nitaweza kutoa muhtasari wa mafanikio makubwa ambayo yamekuwa na matokeo kwa wananchi ambao tumeweza kuyapata katika sekta yetu ya mawasiliano na teknolojia ya habari kama ifuatavyo. Ahadi ya kwanza ilikuwa ni kuwezesha upatikanaji wa mitaji kwa ajili ya kuwezesha biashara ndogo, biashara za kati, lakini vile vile kampuni changa au startups. Ndugu zangu waandishi wa habari, katika kipindi cha siku 100 za uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, aliahidi kuwezesha upatikanaji wa mitaji kwa ajili ya kuwezesha biashara ndogo za kati, lakini pia uendeshaji wa kampuni changa au startups. Nipende kufahamisha umma wa Tanzania kwamba Mheshimiwa Rais na serikali yake imeweza kutekeleza ahadi hii kwa kishindo, ambapo hadi kufikia Januari mwaka 2026 Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari imeweza kutengewa na serikali shilingi takriban bilioni 5 kwa ajili ya mitaji ya kuwezesha uendeshaji wa kampuni changa au startups. Na hii pia ameweza kutekeleza katika wizara zingine takriban 7, kwa karibia wizara 8 ndio zimeguswa na swala hili la ahadi kuhusu kampuni changa kupata mitaji. Fedha hizo tunakusudia zitatolewa kupitia benki za kibiashara, na kwa upande wetu kisekta tutaweza kutoa fedha hizi bilioni 5 kwa kampuni changa 50 ambazo zitakuwa zimekidhi vigezo vilivyowekwa kupitia mwongozo ambao unaandaliwa kwa utoaji wa mkopo wa fedha hizi. Shughuli ambazo zitaguswa au zitanufaisha kampuni hizo changa 50 kupitia mtaji huu wa shilingi bilioni 5 zitahusisha maeneo ya fedha au fintech, zitahusisha maeneo ya ubunifu katika sheria au legal tech, zitahusisha maeneo ya events planning and entertainment tech au kupanga matukio, lakini pia eneo la afya, health tech, akili unde, artificial intelligence, kilimo au agritech, utalii, tourism tech, bima, insurtech, elimu, edutech, logistics tech, lishe kwa upande wa food tech. Kwa sasa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tunaendelea kukamilisha makubaliano yetu na Benki ya Biashara ambayo tumeshakamilisha, tuko hatua za mwisho kabisa kwa ajili ya kuwezesha upatikanaji wa mikopo hiyo yenye riba nafuu kwa kampuni hizo changa ambazo 50 tutaanza nazo za tehama zitakazokidhi vigezo vilivyowekwa ili waweze kunufaika na mtaji huo shilingi bilioni 5. Kupitia uwezeshaji huo, kampuni changa zitaongeza uwezo wa kuwekeza kwenye rasilimali watu na miundombinu, zitaweza kuongeza ubora wa bidhaa zao, lakini vile vile zitaboresha huduma mbalimbali wanazozitoa, lakini pia kuimarisha usalama wa mifumo yao. Kuongezeka na kukua kwa kampuni hizo changa kutasaidia pia kufungua fursa nyingi za ajira kwa wananchi, ambapo inakadiriwa kwa kila kampuni changa ina uwezo wa kuajiri idadi ya watu kati ya 7 mpaka 10. Program hii kwa kiasi kikubwa itasaidia sana kuongeza kipato cha watu binafsi na kaya zao, lakini pia kuweza kuboresha hali ya maisha, kuinua ustawi wa familia kwa ujumla wake, na hatimaye serikali pia nayo itaweza kuongeza mapato ambayo itasaidia pia uwekezaji katika miundombinu, lakini vile vile kuwekeza katika utoaji wa huduma za kijamii na maeneo mengine. Hatimaye pia azma ya teknolojia ya kidijitali kuwezesha pia sekta zingine kuweza kufikiwa kupitia bunifu hizi za tehama za kampuni hizo changa. Ndugu zangu waandishi wa habari, nitumie fursa hii kuomba vijana na kutoa rai kwa vijana wabunifu wa Kitanzania kutumia fursa hii adhimu sana ambayo imetolewa na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan takapotangazwa kwao waweze kufanya maombi ili waweze kuwa miongoni mwa wanufaika, ili kuchangamkia fedha hizo, ili hatimaye waweze kukuza bunifu zao na kuwawezesha kutoa ajira, kuchangia katika mapato ya taifa lao na uchumi, lakini na wao wenyewe kuweza kujiongezea kipato. Tangazo la kuwasilisha maombi hayo litatolewa kupitia mitandao ya kijamii ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, lakini vile vile vyama na jumuiya za kampuni changa kuanzia tarehe 11 Februari mwaka 2026 baada ya maridhiano ya vigezo halisi vitakavyotumika kuchuja maombi ya wanufaika na kuleta uwazi, haki na usawa katika fursa hii ambayo Mheshimiwa Rais ametoa. Ndugu zangu waandishi wa habari, katika kuhakikisha pia kwamba vijana wabunifu nchini wanakuwa na chanzo cha fedha
na kupata mitaji ya uhakika ya kukuza bunifu zao. Ndani ya siku 100 za uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tumeanza maandalizi na taratibu za uanzishwaji wa mfuko wa kitaifa wa uwezeshaji wa kampuni changa za TEHAMA au ICT Startups Development Fund. Mfuko huu utawezesha upatikanaji wa mitaji ya kuanzisha na kukuza biashara kwa kampuni changa ambazo mara nyingi zimekuwa hazipati mtaji kutoka katika benki za kibiashara, lakini vile vile kutoka katika taasisi nyingine za kifedha au kupitia kwa wawekezaji wa kawaida. Hatua hii ya kuanzisha mfuko wa kitaifa wa uwezeshaji wa kampuni changa utasaidia sana pindi utakapokamilika vijana kuweza kuanzisha biashara zao, kuweza kupata mitaji, kuweza kuboresha bidhaa na huduma wanazozitoa, lakini vile vile kuwawezesha kuweza kufikia soko kwa haraka zaidi. Ndugu zangu waandishi wa habari, katika kuweka mazingira rafiki na wezeshi kwa kampuni changa, Wizara yetu ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari imeanza pia taratibu za uanzishwaji au utungwaji wa sera ya kampuni changa ya mwaka 2026 au Startup Policy for the year 2026, ambapo katika kipindi cha siku 100 Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa kushirikiana na wadau wa ekolojia ya kampuni changa imekamilisha kuandaa rasimu ya sera inayopendekezwa kwa ajili ya kampuni changa na kuanza taratibu za kuidhinisha ndani ya serikali. Aidha, tunaamini kukamilika kwa utungwaji wa sera hii ya kampuni changa au Startup Policy pamoja na mambo mengine itawezesha: 1, kuweka mazingira rafiki ya uanzishwaji wa biashara; 2, kupatikana kwa mitaji kwa wabunifu wetu wa TEHAMA; 3, kuweza kukuza bunifu za TEHAMA; 4, kuongeza ajira kwa vijana; na 5, tunaamini itachangia sana kuvutia uwekezaji katika TEHAMA ndani na nje ya nchi. Ndugu zangu waandishi wa habari, aidha pia katika kutunza kumbukumbu za wabunifu tulionao wa TEHAMA, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa kushirikiana na Tume yetu ya Taifa ya TEHAMA tumeweza kutambua na kusajili kampuni changa takriban 158 kupitia mfumo wetu wa kielektroniki ambao tumeubuni wa Safari Hunt. Aidha, wizara pia imeendelea kuimarisha mfumo huu wa Safari Hunt ili kuweza kuongezea ufanisi zaidi. Vile vile wizara yetu ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari imeandaa rasimu ya mwongozo maalum utakaowezesha kampuni changa kushiriki katika zabuni za umma. Kupitia mfumo wetu wa Jamii Hunt, kampuni changa zitakazosajiliwa, kufanyiwa uhakiki na kuthibitishwa kuwa zimekidhi vigezo vya uwezo wa kutoa huduma zitaunganishwa moja kwa moja na mfumo wa manunuzi wa umma wa NeST ili kuwawezesha kushiriki katika zabuni zilizopo katika sekta ya TEHAMA, wakiwa ni pamoja na sehemu ya makundi maalum kama ambavyo sheria yetu ya manunuzi ya umma ya mwaka 2023 inabainisha. Hatua hii itawezesha vijana kuuza huduma ya bunifu zao kwa taasisi za umma na kuwawezesha kujiongezea kipato. Ahadi ya pili kati ya ahadi zile 13 za Mheshimiwa Rais ilikuwa ni pamoja na kuzindua mpango wa pamoja kati ya waajiri, vyuo vya ufundi stadi au TVET pamoja na vyuo vikuu kwa lengo la kulinganisha mafunzo na mahitaji ya sekta ya kipaumbele kuanzia nishati, TEHAMA pamoja na viwanda vya kuongeza thamani, na hatimaye kuwawezesha wanafunzi wa VETA kuweza kuchukuliwa viwandani kufanya mazoezi kwa vitendo. Ndugu zangu waandishi wa habari, katika utekelezaji wa ahadi hii ya pili kwa upande wetu wa wizara, tumeanza taratibu za ujenzi wa taasisi ya kitaifa ya teknolojia ya kidijitali au National Digital Technology Institute ambayo itajengwa Nala hapa jijini Dodoma kwa gharama za dola za Kimarekani milioni 167.3. Tunatarajia chuo hichi cha NDTI kitazalisha wataalamu waliobobea katika teknolojia zinazoibukia, emerging technologies, ikiwemo kutoa mafunzo kwa vitendo katika teknolojia za akili unde, artificial intelligence, mtandao wa vitu au Internet of Things, robotics, uchambuzi wa data au data analytics, pamoja na usalama wa mtandao au cyber security. Ndugu zangu waandishi wa habari, aidha katika kuongeza kasi ya utekelezaji wa ahadi hii,
wizara yetu ya mawasiliano na teknolojia ya habari tumeweza pia kuanzisha ushirikiano na taasisi za elimu ya juu zikiwemo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Chuo Kikuu cha Dodoma, pamoja na Chuo Kikuu cha Zanzibar SUZA na Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya MUST vyenye gharama ya shilingi bilioni 2.9 ili kutoa programu za awali za NDTI wakati chuo chetu cha Nala kinajengwa. Aidha, wizara inaendelea na taratibu za ununuzi wa vifaa vya TEHAMA ili kuweza kuboresha maabara za vyuo nilivyovitaja, chuo cha MUST, chuo cha SUZA, chuo cha UDOM pamoja na UDCM ili waweze kuanza kutoa mafunzo husika niliyoyataja kwa awamu. Vile vile katika kipindi cha siku 100, wizara yetu imefanikiwa kuanzisha ushirikiano na chuo kikuu cha Hanyang cha Korea Kusini ili kutoa mafunzo kwa wakufunzi watakaoenda katika chuo chetu cha National Digital Technology Institute na kubadilishana uzoefu wa namna ya kuendesha chuo cha namna hii. Ahadi yetu ya 3 ilikuwa ni kuanzisha mifumo rafiki ya uwajibikaji ambapo viongozi kiwemo mawaziri, wakuu wa mikoa na watendaji wengine wa serikali watatoa taarifa na kujibu maswali na hoja mbalimbali kutoka kwa wananchi kwa njia ya kidijitali na ujumbe mfupi wa simu za mkononi au SMS zinazotolewa bure. Ndugu zangu waandishi wa habari, wizara yetu ya mawasiliano na teknolojia ya habari kupitia mradi wetu wa Tanzania ya kidijitali au Digital Tanzania tumeweza kuziunganisha taasisi za umma 800 kwenye mtandao wa mawasiliano wa serikali ya GovNet, na kupitia hatua hii tumeweza kuwaunganisha na tumewarahisishia upatikanaji na matumizi ya mifumo ya TEHAMA ambayo imeweza kutumiwa na wananchi kwa ajili ya kuwasilisha malalamiko yao na hoja mbalimbali, ushauri kidijitali, pamoja na viongozi wa taasisi hizo 800 kuweza kutoa majibu na kutatua changamoto zinazowakabili. Aidha, wizara ya mawasiliano na teknolojia ya habari tunaendelea na ukamilishaji wa utengenezaji wa mfumo wa Tembo Poto utakao pia tumika na wananchi kwa ajili ya kuweka miadi au appointments kwa ajili ya kuweza kukutana na viongozi wa wizara wakiwemo mawaziri, manaibu mawaziri, makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu kwa lengo la kuwasilisha kero, maoni na changamoto mbalimbali katika sekta ya mawasiliano na TEHAMA. Kwa sasa mfumo huo upo katika hatua za majaribio na utazinduliwa rasmi pamoja na mifumo mingine muhimu ukiwemo mfumo wa jamii poto ambao tunatarajia kuizindua mwezi Aprili mwaka huu. Eneo la pili ambao ningependa kuzungumza nanyi ni hali ya upatikanaji wa mawasiliano nchini. Ndugu zangu waandishi wa habari, katika kipindi cha siku 100 za uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, sekta yetu ya mawasiliano na teknolojia ya habari imeendelea kukua kwa kasi, ikichangiwa na uwekezaji ulioendelea kufanywa na serikali ndani, hususan kwenye ujenzi wa miundombinu ya mawasiliano ikiwemo minara ya mawasiliano na mkongo wetu wa taifa wa mawasiliano. Takwimu na taarifa zetu zinaonyesha tunazo line za simu zilizosajiliwa na zimeongezeka kutoka milioni 99.3 kwa takwimu za Oktoba 2025 hadi kufikia laini milioni 106.9 kwa takwimu za Januari 2026, na hii ni sawa na ongezeko la 7.7%. Aidha, pia watumiaji wa internet na wenyewe wameongezeka kutoka watumiaji milioni 56.3 kwa Oktoba 2025 hadi milioni 58.1 Januari 2026, sawa na ongezeko la watumiaji wa internet 3.2%. Aidha, kwa watumiaji wa huduma za kutuma na kupokea pesa kwa njia ya mtandao wa simu au mobile money, nao pia wameongezeka kutoka milioni 71.7 Oktoba 2025 hadi watumiaji milioni 76.5 kwa Januari 2025, sawa na ongezeko la 6%. Wizara ya mawasiliano na teknolojia ya habari tumeendelea pia kudhibiti ongezeko la gharama za mawasiliano, ambapo gharama za kupiga simu ndani ya nchi zimeendelea kubaki kuwa shilingi 29 kwa dakika. Aidha, wastani wa bei ya data bila kifurushi na yenyewe imeendelea kubaki kuwa shilingi 9.31 kwa kila MB moja. Aidha, mwenendo huu unaashiria kuendelea kuongezeka kwa upatikanaji wa huduma za mawasiliano na teknolojia ya habari katika maeneo ambayo bado hayajafikiwa na huduma za mawasiliano. Hatua hii pia imepelekea wananchi
kufikiwa na huduma mbalimbali za kijamii na kiuchumi kidijitali kama vile huduma za kiafya, za fedha kwa urahisi zaidi na kwa haraka. Aidha, ongezeko la huduma za mawasiliano limechochea ukuaji wa uchumi wa watu na taifa, hasa katika kipindi hiki ambacho serikali imejikita katika kujenga uchumi wa kidijitali. Eneo la tatu ambalo ningependa kuzungumza nanyi ni pamoja na namna ambavyo tutawashirikisha sekta binafsi katika kutekeleza majukumu ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Katika kuhakikisha ahadi na maelekezo yaliyotolewa na Mheshimiwa Rais yanatekelezwa kwa wakati, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tumekuwa tukishirikiana na sekta binafsi haswa katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimaendeleo, ikiwemo ujenzi wa minara ya mawasiliano nchini, ambapo sekta binafsi kupitia kampuni za watoa huduma ya mawasiliano ya simu wamekuwa wakichangia 60% ya gharama za ujenzi wa minara ya mawasiliano, na serikali imekuwa ikigharamia 40%. Eneo la 4 ambao kama nilivyosema kwenye utangulizi, ningependa kugusia mafanikio mengine makubwa ambayo tumeweza kuyapata kama sekta ndani ya siku 100 za uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu waandishi wa habari, pamoja na utekelezaji wa ahadi 3 ambazo Mheshimiwa Rais alizitoa, Wizara yetu ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tumefanikiwa pia kutekeleza majukumu yetu haswa katika kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya serikali, ambapo katika mwaka huu wa fedha wa 2025-2026 tuliidhinishiwa kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 120.3 kutokana na mauzo ya huduma za mkongo wa taifa wa mawasiliano. Aidha, katika siku 100 za uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan tumeweza kukusanya shilingi bilioni 132.2 sawa na 109.9 ya lengo ambalo tulipangiwa. Ongezeko hili limechangiwa na matumizi ya mifumo ya tehama haswa katika ukusanyaji wa mapato ya serikali, ambapo tumeweza kuongeza ufanisi, lakini pia tumeweza kuongeza kasi ya ukusanyaji wa mapato. Tumepunguza upotevu wa mapato, kupunguza wizi, kuongeza uwazi na uwajibikaji, lakini vile vile kupanua wigo wa walipa kodi nchini. Hatua hii pia imewezesha Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari na serikali kwa ujumla wake kutekeleza mipango iliyokusudiwa kwa ufanisi na kwa wakati. Pili, tumeweza kujenga minara 758 katika kata 713 nchini, na hii ni katika siku 100. Wizara yetu imeweza kukamilisha ujenzi wa minara hiyo 758 katika kata 713 nchini kwa gharama ya shilingi bilioni 126, ambapo wananchi takriban milioni 8.5 wanatarajiwa kunufaika na minara hii 758. Aidha, wizara kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF imekamilisha kuongeza uwezo wa minara 304 kati ya minara 304 hiyo iliyokuwa imepangwa kuweza kuongezewa uwezo kutoka 2G kwenda 2G, 3G na 4G sawa na 100% ya malengo tuliyopanga ya minara hiyo 304. Lakini eneo la 3 pia tumeweza kujenga minara 636 vijijini ya mawasiliano, ambapo kati ya minara hiyo 621 ni minara ya simu na 15 ni minara ya redio. Na lengo la ujenzi wa minara hii 636 ilikuwa ni kuongeza kasi ya upatikanaji wa huduma za mawasiliano haswa katika maeneo yenye changamoto ya mawasiliano na usikivu wa redio, ikiwemo maeneo ya mipakani. Kwa ujumla hadi Januari 2026 utekelezaji wa miradi wa ujenzi wa mradi huu wa minara 636 umefikia 78% ya ukamilishaji. Hatua hii inajumuisha kukamilika kwa ujenzi wa minara 398, ambapo kati ya hiyo 371 tayari imekwisha washwa na inatoa huduma ya mawasiliano, na jumla ya wateja 67,795 tayari wameshaunganishwa na wananufaika. Aidha, kwa upande wa minara 15 ya redio tumeweza kujenga, ambapo minara 4 tayari imeshawashwa na inatoa huduma ya redio kwa wananchi wetu. Ndugu zangu waandishi wa habari, kukamilika kwa ujenzi wa minara ya mawasiliano kunawezesha sana wananchi wetu kupata huduma za kifedha kwa njia ya simu, biashara mitandaoni, elimu, afya, kuboresha kilimo na mambo mengine ikiwemo huduma za simu na internet, kuimarisha ushiriki wa wananchi wa vijijini
katika shughuli za uchumi, lakini pia kupunguza pengo la kidijitali kati ya maeneo ya wanaoishi vijijini pamoja na mijini. Lakini vile vile tumeweza kusaini mkataba wa ujenzi wa minara 201 ya mawasiliano, ambapo lengo letu kubwa kama nilivyosema awali ni kuimarisha upatikanaji wa huduma za mawasiliano katika maeneo haswa yenye changamoto za mawasiliano, ikiwemo maeneo ya barabara kuu, reli ya mwendo kasi SGR, reli ya Tazara, maeneo ya mipakani, lakini vile vile maeneo ya hifadhi za taifa. Katika kipindi hichi cha siku 100, wizara yetu kupitia UCSAF tarehe 5 Disemba mwaka jana tuliweza kusaini mikataba na watoa huduma wa mawasiliano kwa ajili ya ujenzi wa minara 201 ya simu katika kata 201 zitakazonufaisha vijiji 263 katika maeneo mbalimbali nchini kwa gharama ya shilingi bilioni 19.8. Tunatarajia mradi huu utakamilika ndani ya miezi 15, hivyo ifikapo Machi mwaka 2027 wananchi takriban milioni 2.8 wanatarajiwa kunufaika na mradi huu wa ujenzi wa minara 201 katika kata 201 nchini. Eneo la 5, ujenzi wa mkongo wa taifa wa mawasiliano. Wote tunafahamu mchango mkubwa wa mkongo wetu, na kupitia mkongo huu tumeweza katika siku 100 kuunganisha wilaya 10 katika mkongo wa taifa wa mawasiliano na hatimaye kufanya jumla ya wilaya 119 kati ya wilaya 139 sawa na 86% kuweza kuunganishwa. Wilaya ambazo zimeunganishwa ni pamoja na Kilwa, wilaya ya Maswa, wilaya ya Bariadi, wilaya ya Sikonge, wilaya ya Urambo, wilaya ya Ushirombo, wilaya ya Chunya, wilaya ya Karagwe, wilaya ya Nzega pamoja na Butiama. Aidha, kwa wilaya zile 20 zilizobaki tuko katika hatua mbalimbali za utekelezaji, na tunatarajia tutaweza ifikapo Juni 2026 kwa tumekamilisha ujenzi wa mkongo na kupitisha na kufikisha katika wilaya zote nchini. Ndugu zangu waandishi wa habari, kupitia pia shirika letu la mawasiliano Tanzania UTTCL, tumeanza ujenzi wa mkongo wa taifa wa mawasiliano ili kuweza kuiunganisha nchi yetu ya Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kupitia ziwa Tanganyika, ili kuwezesha biashara kati ya Tanzania na Kongo DRC pamoja na kuongeza chanzo cha mapato kupitia huduma zinazotolewa na mkongo wa taifa ndani na nje ya nchi, na tunaamini hii itasaidia sana kuendelea kujenga uwezo wa kipato pia kwa ajili ya TTCL kuweza kufanya kazi. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa upande wa ufungaji wa vifaa vya mikutano au video conference, tumeendelea kuhimiza matumizi ya tehama ili kupunguza gharama za uendeshaji, ikiwemo gharama za vikao. Katika kutekeleza swala hili, katika siku 100 kama wizara tumefanikiwa kufunga vifaa vya mikutano kwa njia ya video au video conferencing kwenye vituo 100 vya haki jinai. Tumefunga vituo 20 ofisi za taifa za mashtaka. Tumeweza kufunga vifaa vya video conference katika magereza vituo 38, lakini pia katika ofisi za Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Mtumba ofisi 2. Kwa upande wa Jeshi la Polisi Tanzania Bara tumeweza kufunga mtambo wa video conference katika vituo vya polisi 34, lakini kwa upande wa Jeshi la Polisi Zanzibar tumeweza kufunga mfumo wa video conference katika vituo 6 vya polisi. Aidha, taratibu za ununuzi kwa ajili ya kufunga vifaa vya video conference kwa mamlaka za serikali za mitaa 114 nchini zinaendelea, na tunaamini ifikapo Juni 2026 watakuwa wamekamilishiwa kufungiwa vifaa vya video conference. Eneo la 7 ni mfumo wa anwani za makazi. Ndugu zangu waandishi wa habari, katika eneo la mfumo wa anwani za makazi, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tumefanikiwa kununua vishikwambi 3482 kwa ajili ya watendaji wa serikali za mitaa ili kuongeza kasi ya utoaji wa huduma kwa wananchi kidijitali. Aidha, kati ya vishikwambi hivyo 3073 ni kwa ajili ya Tanzania Bara na vishikwambi 409 ni kwa ajili ya Zanzibar. Aidha, mwongozo wa matumizi ya vishikwambi hivyo 3482 umeandaliwa. Tumeweza pia kuunganisha mfumo wa anwani za makazi NAPA na mifumo 3 ya kutolea huduma ya Exchange Gateway wa TBS, Tanzania Integrated Statistical Portal wa NBS, pamoja na mfumo wa ajira
wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji na kufanya jumla ya mifumo 29 kuweza kuunganishwa na mfumo wa NAPA wa anwani za makazi. Tumewezesha pia utoaji wa barua za utambulisho 6,555,689 kwa njia ya kidijitali kwa waombaji wapya inayotolewa na Bodi ya Mikopo ya Elimu ya Juu. Hatua hii ya kuweza kutoa barua za utambulisho kidijitali inafanya jumla ya barua za utambulisho 715,196 kutolewa kidijitali hadi sasa. Idadi hii inajumuisha waombaji wa ajira kwa Jeshi la Zimamoto pia. Lakini vile vile tumeweza kujenga uwezo wa watendaji 5,559 kuhusu matumizi ya mfumo wa anwani za makazi. Ndugu zangu waandishi wa habari, nipende pia kutumia fursa hii kuomba taasisi zingine za umma na za binafsi kutumia mfumo wa anwani za makazi katika utekelezaji wa majukumu yao ili kuiwezesha nchi yetu kufikia malengo yake ya kufikia uchumi wa kidijitali. Eneo lingine ambalo tumepata mafanikio ni pamoja na kufikisha huduma ya Wi-Fi katika maeneo ya umma. Ndugu zangu waandishi wa habari, tumeweza kufikisha huduma ya Wi-Fi katika maeneo ya umma 61 kati ya 120, sawa na 51% ya lengo tuliokuwa tumeweka katika maeneo ya masoko, katika stendi kuu za mabasi, katika hospitali za rufaa za mikoa, katika vyuo vikuu na vya kati, katika maeneo ya wazi, katika vituo vya mwendokasi haswa DART phase 1, katika mikoa ya Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, Iringa, Kagera, Kigoma, Kilimanjaro, Mara, Mbeya, Morogoro, Mtwara, Mwanza, Geita, Pwani, Pemba, Unguja, Ruvuma, Shinyanga, Singida, Tabora pamoja na Tanga. Hatua hii ya kufikisha huduma ya Wi-Fi katika maeneo haya ya umma inalenga kuchochea katika matumizi zaidi ya interneti nchini. Kwa upande wa huduma ya fiber mlangoni kwako, katika kipindi cha siku 100, shirika letu la mawasiliano Tanzania TTCL wamefanikiwa kuongeza idadi ya wateja wa fiber mlangoni kwako kutoka wateja 46,512 waliokuwepo Oktoba 2025 hadi wateja 54,418, sawa na ongezeko la wateja 7,906, sawa na 17%. Eneo lingine la 10 ambalo tumeweza kupata mafanikio ni pamoja na urushaji wa satellite. Kupitia swala hili la urushaji wa satellite, kama mtakumbuka, Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo mwaka 2022 kuhakikisha kwamba Tanzania tunakuwa na satellite yetu wenyewe. Na katika kutekeleza agizo hilo la Mheshimiwa Rais, tumeanza taratibu za utungaji wa sera ya anga za juu ambazo zitasimamia masuala mazima ya satellite. Mwaka 2026 tunaendelea kukamilisha sera ambayo itakuwa ni ya mwaka 2026 ya anga za juu, lakini vile vile tutatunga sheria ya anga za juu ya mwaka 2026 ili kuweza kuweka mazingira rafiki na uwezeshi ya utekelezaji wa shughuli za anga za juu. Tunaamini hatua hii ya kuwa na sheria pamoja na sera ya anga za juu itasaidia kuwa na mwelekeo wa pamoja, haswa katika tafiti, lakini vile vile katika matumizi ya satellite katika sekta zote za kijamii na kiuchumi, ikiwemo matumizi katika kilimo, matumizi ya satellite katika mazingira, madini, baharini, lakini vile vile katika sekta nyinginezo. Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tumeandaa pia mpango mkakati wa miaka 5 wa programu za anga za juu, from the Mount Kilimanjaro, the peak of Africa, to the space. Tunaamini mpango huu pamoja na mambo mengine tutaweza kuainisha nguzo 5 ambazo zitasaidia sana katika swala zima la usimamizi, uratibu, lakini vile vile utekelezaji wa masuala ya anga za juu na kuhakikisha tunakuwa na satellite ambayo tutairusha sisi wenyewe. Nguzo hizo 5 ni pamoja na 1, kuweka mfumo wa utawala, sera, sheria, kanuni pamoja na taasisi ya usimamizi wa masuala haya ya anga za juu. Lakini ya pili, kuimarisha na kuongeza uwepo wa Tanzania katika juhudi za anga za kimataifa. 3, kuendeleza rasilimali watu, tafiti na ubunifu
na kuweza kuhabarisha umma. 4, kujenga na kuimarisha miundombinu ya anga za juu. Na 5, kukuza matumizi ya teknolojia za anga za juu kwenye sekta zote za kiuchumi kama nilivyozitaja pamoja na kijamii. Ndugu zangu waandishi wa habari, chuo chetu cha St. Joseph pamoja na chuo cha Tumaini Tudako vilivyoko Dar es Salaam vinashirikiana nasi kama wizara katika uundaji wa satellite kwa lengo la kusaidia utafiti na kufundishia. Vile vile tumeweza kukamilisha hatua za usanifu, ununuzi na kuingia mkataba na mtengenezaji wa vifaa vya kuundia satellite. Hatua hizi zote nilizozitaja zimewezesha kuanza kwa uzalishaji wa vifaa husika, lakini pia kuanza rasmi taratibu za uundaji wa satellite. Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tutaendelea kufuatilia utekelezaji wa swala hili ili kuepusha ucheleweshaji wa utekelezaji wa mradi. Kwa upande wa ujenzi wa mifumo ya TEHAMA, ndani ya siku 100 za uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tumeweza kuwezesha na kuboresha mifumo takriban 20 ya taasisi mbalimbali za umma ndani ya siku 100 zilizoko Tanzania bara na Zanzibar. Mifumo hiyo 20 ni kama ifuatavyo. Ya kwanza, Jamii Poto, Jamii Exchange, Zan Poto, Zan Exchange, TGSD ambao tumewezesha kupitia ofisi ya Rais Utumishi, ZGSD Utumishi Zanzibar, Jamii Namba Gateway kwa upande wa NIDA, mfumo wa vifo na vizazi RITA, mfumo wa NIDA kwa ajili ya jamii namba za watoto NIDA, mfumo wa afya kidijitali ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, mfumo wa usajili wa wachakataji na watumiaji wa taarifa binafsi PDPC, mfumo wa ubunifu na ugunduzi au Startup and Innovation Jamii Hunt, mfumo wa kupokea maoni na tafiti au AI Survey kupitia wizara yetu ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, mfumo wa usajili wa wachimbaji wadogo tumewezesha STAMICO, mfumo wa taifa wa malipo Jamii Pay au Jamii Card NIDC, mfumo wa upimaji na usimamizi wa mafuta nchini WMA Weight and Measures Authority, mfumo wa uhakiki wa nyaraka za kutuma nje ya nchi DAMIS kupitia Wizara ya Mambo ya Nje, mfumo wa usimamizi wa madawa ya kulevya nchini DCA Jamii Pocket, mfumo wa hifadhi ya kumbukumbu za viongozi kupitia ofisi ya Rais Utumishi kwa upande wa idara ya nyaraka, na mwisho mfumo wa 20 ambao tumeweza kuwezesha kwenye kujenga ndani ya siku 100 za Mheshimiwa Rais ni mfumo wa vyeti vya elimu vya kidijitali au digital certificate kupitia NECTA. Kwa kuhitimisha, ndugu zangu, kwa kusikiliza maelezo niliyoyatoa, mtakubaliana nami kwamba ahadi za siku 100 za Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan zimetekelezwa kwa kishindo, zimetekelezwa kwa ufanisi, zimetekelezwa kwa mafanikio makubwa, ambapo serikali ya awamu ya 6 imeendelea pia kuwekeza katika TEHAMA, tukitambua ndio nyenzo muhimu ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi, lakini pia inagusa sekta zote katika umma pamoja na sekta binafsi. Wizara yetu ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tutaendelea kuhakikisha kwamba maono alionayo Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan tutahakikisha sisi tunayafikisha na kuleta manufaa yanayokusudiwa kwa wananchi wote. Ndugu zangu waandishi wa habari, mwisho kabisa nitimishe, lakini si kwa umuhimu, nipende kutumia fursa hii kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mchango wake mkubwa, kwa uongozi wake, kwa maono yake katika kuimarisha sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari kupitia uwezeshaji na rasilimali za kutosha ambazo tumekuwa tukipewa kama sekta. Tunampongeza kwa uongozi wake makini, uongozi wake mahiri, uongozi wake madhubuti wenye maono na unaogusa maisha ya wananchi, na haswa katika kulipeleka taifa letu kwenye uchumi wa kidijitali, huku akitaka kuacha wananchi wetu wakiwa na tabasamu. Sisi kama Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tunaendelea kujifunza, tunaendelea kuongozwa na maelekezo yake Mheshimiwa Rais, na tunaahidi kuyatekeleza kwa vitendo ili maendeleo haya yaweze kuwafikia wananchi wote wa Tanzania kwa usawa. Nawashukuruni kwa kunisikiliza. Asante Mheshimiwa Waziri kwa ufafanuzi na maelezo yako mazuri. Ni wakati wa maswali, tutakuomba ubaki hapo wakati tukiruhusu maswali kutoka kwa wanahabari. Naomba nianze
Karibu. Asante. Mheshimiwa Waziri, jina langu ni Fadhili Akida. Natokea kampuni ya magazeti ya serikali TSN. Mheshimiwa Waziri, jamii imeendelea kushuhudia vitendo vya udhalilishaji kwa viongozi wetu wakuu wa nchi, lakini pia na viongozi wengine kupitia mitandao ya kijamii. Hivi vitendo vinafanywa na baadhi ya watu kupitia mitandao yetu ya kijamii. Sasa je, serikali inachukua hatua gani kukabiliana na changamoto hii? Asante. Bwana Fadhili. Samahani Mheshimiwa Waziri, naomba tuyapokee kidogo alafu nataka yote. Ndio. Mimi naitwa Richard Mwekenda wa blog ya Taifa CCM na kamanda wa matukio online TV. Mimi nitaka kuuliza serikali ina mpango gani wa kuunda chombo cha kuzuia satellite za nje kuchezea anga la Tanzania na kuharibu taswira nchi yetu. Alafu tumruhusu Mheshimiwa Waziri kuendelea. Asante. Mimi naitwa Sakina Abdul Masudi kutoka Uhuru FM. Mheshimiwa Waziri, hongereni kwa kuwa sehemu ya utekelezaji wa ahadi za Mheshimiwa Rais. Mimi naomba kufahamu mpango wa serikali wa kupunguza zaidi gharama za vifurushi ili kuleta unafuu kwa wananchi. Asante Mheshimiwa Waziri, naitwa George Mbara kutoka Azam TV. Kwanza nipongeze kwa Jina la kwanza nani? George. Okay. George Mbara. Nipongeze kwa kazi kubwa inayofanyika. Lakini hivi karibuni Benki ya Dunia walitoa taarifa kuhusu mataifa ambayo yameingia katika kundi la ukomavu wa hali ya juu wa matumizi ya tehama, na Tanzania imekuwa ni moja wapo katika mataifa hayo, ikishika nafasi ya pili barani Afrika nyuma ya Mauritius. Tungependa sana tusikie hiyo taarifa rasmi kutoka kwenu. Lakini pia swali la pili, tumefanya mapinduzi makubwa sana kwenye tehama na matumizi ya kidijitali. Sasa ni wakati gani sasa tutaweza kugeuza hizo fursa kuwa bidhaa badala ya kuishia tu katika matumizi ya mawasiliano kama yanavyofanya mataifa mengine? Kingine nataka kufahamu namna gani naweza kuwatambua wavumbuzi ama wabunifu wa teknolojia mbalimbali. Kwa mfano, kuna Mtanzania mmoja anaitwa Leon Lishayo, ameweza kubuni satellite, amevumbua na kuirusha na imeleta matokeo ya kuchunguza masuala ya mazingira na mambo ya hali ya hewa. Lakini tumemwona katika matamasha kwenye mataifa mengine kama Ujerumani na wapi, lakini ni Mtanzania. Je, wavumbuzi kama hawa tunawatambua vipi na kuwapa heshima zao? Karibu Mheshimiwa Waziri kwa majibu ya maswali. Asante. La kwanza niwashukuru waulizaji wote wanne kwa maswali yenu mazuri. Niombe nianze na swali la Fadhili. Asante sana kwa swali zuri sana. Nipende tu kusema kwamba kwanza uzalishaji kwa viongozi ni kosa kubwa sana. Lakini vile vile kama ilivyo kwa wananchi wa kawaida, hakuna mtu yote anayetakiwa kutwezwa utu wake, kudhalilishwa, kutukanwa, kusemewa habari za uongo, kuwekewa habari za uchochezi na masuala mengine kadha wa kadha. Nipende tu kusema kwamba kama serikali tuko macho na tumekuwa tukiendelea kuchukua hatua kuhakikisha tunakomesha vitendo vya aina hii. La kwanza, tumekuwa tukikomesha matatizo kama haya. Huwezi kusema utakamilisha 100%. Wako watu wengine ni matomaso, anataka aone, ajaribu, aone hatua zidi yake za kijinai zitakazochukuliwa. Tunaendelea kutoa elimu kwa umma, kwa wananchi wetu juu ya matumizi sahihi ya mitandao. Lakini pia kuelimisha waweze kujua masuala ya udanganyifu, masuala ya uchochezi na masuala mengine ya matusi na udhalilishaji katika mitandao si sawa. Mitandao ya kijamii iliwekwa kwa matumizi sahihi. Ukiamua kuitumia kwa matumizi mazuri, inaweza kukuletea manufaa. Kwa nipende kusema tu kwamba tutaendelea kutoa elimu kwa wananchi wetu jinsi ya kuelimisha kwenye matumizi sahihi ya mitandao yetu hii
ikiwa ni pamoja na kuwaeleza kwamba hatupaswi kuitumia kufanya uchochezi, kudanganya, kutukana na mambo mengine kadha wa kadha. Lakini eneo la pili pia tunazo sheria, bahati nzuri. Tunayo sheria ya makosa ya kimtandao. Tunayo sheria ya masuala ya kielektroniki na posta, EPOKA. Na sheria nyingine kadha wa kadha za jinai ambazo zinasimamia masuala haya. Tumekuwa tukifanya chunguzi kila mara, tukibaini changamoto kama hizi kijitokeza, tumekuwa tunahakikisha wale wote wanaofanya udhalilishaji, wale wote wanaotumia mitandao kufanya uchochezi, wale wote wanaotumia mitandao kutoa uzushi na mambo mengine kadha wa kadha wanachukuliwa hatua za kisheria. Lakini vile vile tumeendelea kuhakikisha kwamba tunasimamia na kuimarisha usimamizi wetu na ufuatiliaji wa maudhui ya kielektroniki yanayotumwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Na tukiweza kubaini, tumekuwa tukitumia pia teknolojia za kisasa kupitia vyombo vyetu vya kisheria, kupitia vyombo vyetu vya usimamizi vya kiuchunguzi vya polisi, kuhakikisha pia wanabaini, wanatambua na wanachambua taarifa ili kuhakikisha wale ambao wanakuwa na akaunti ambazo zinatuma maudhui ambayo yanakiuka sheria na maadili na kanuni zetu, basi wanachukuliwa hatua za kisheria. Kwa upande wa swali la pili la Bwana Richard, je, tunao mpango gani kama serikali wa kuweza kuunda chombo cha kuzuia satellite za nje kuweza kuruka nchini? Mimi nilidhani kama alitaka kuja kwenye issue ya Starlink vile na wengineo. Tumekuwa tukifanya chunguzi, tukisimamia na kupitia anga zetu za juu na kuhakikisha kwamba hakuna satellite za nje ambazo zinaweza kuingia kwa upande wetu. Na kama utaenda na kwenye hilo la Starlink, tumepokea market, tumekuwa tukisikia watu wengi wakitamani kujua kwa nini Tanzania haianzi na yenyewe kutumia matumizi ya Starlink kuweza kupata huduma za internet. Tulipokea maombi ya kampuni hii na kwa sasa inafanyiwa mapitio kuona kama inakidhi vigezo vya kiudhibiti na kikanuni katika matumizi mbalimbali, kuona kama iko inakidhi. Endapo watakidhi, basi taratibu nyingine zinazofuata za utoaji wa leseni zitaamuliwa. Lakini kwa sasa iko katika hatua ya mapitio ili kuweza kujua nini kitafanyika, kuweza kujua usalama wa data zetu utakuwaje kama nchi, kuweza kujua faragha ya mtu itakuwaje, pamoja na mambo mengine kadha wa kadha. Kwa upande wa ndugu yangu wa Sakina, swala lako zuri sana, haswa kuhusiana na gharama za vifurushi. Nipende tu kusema kwamba kama serikali tunatambua umuhimu wa wananchi wetu, wateja wetu kuweza kupata huduma ambazo kweli wanaweza kukidhi kuhusiana na mahitaji yao, lakini pia uwezo wao. Eneo la kwanza ambao tumekuwa tukijitahidi kujiimarisha nalo ni kuhakikisha kwamba tunasimamia na kuimarisha ushindani wa haki baina ya kampuni za simu. Pindi wanapokuwa wanatoa huduma, tuweze kusimamia kuweza kuona wanaweka ubunifu wa aina gani. Wanakuwa na ushindani wa haki, lakini wakati huo waweze kuweka ubunifu ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na vifurushi vitakavyokuwa na gharama nzuri, lakini vifurushi ambavyo vitaweza kukidhi mahitaji pamoja na wananchi wetu wa kawaida. Viko vifurushi vya aina nyingi. Kiko kifurushi cha chini kabisa cha shilingi 300 mpaka juu unavyotaka mwenyewe, unaweza ukaongea kwa muda wote bila kikomo. Lakini vile vile tumeendelea kufanya mapitio haswa katika swala zima la gharama za uendelezaji na ujenzi wa miundombinu yetu. Lakini vile vile tumeendelea kupitia tozo mbalimbali ambazo kampuni za simu wamekuwa wakizitoa, kuhakikisha zinaendana na misingi ya utozaji wa tozo, kuhakikisha zinaendana pia na gharama ambao wameingia. Sio ukajikuta unatoza gharama ukajikuta unapata faida ya kupitiliza na inakuwa sio gharama halisi ya utoaji wa huduma. Na matokeo yake unajikuta gharama hii sasa anakuwa anabebeshwa mteja wetu, mlaji wa misho, jambo ambalo limekuwa ikituletea matatizo. Lakini vile vile eneo la tatu tumekuwa tukihimiza kampuni zetu za mawasiliano ya simu na watoa huduma kuona ni namna gani wataweza kutumia miundombinu kwa pamoja. Sharing ya minara badala kila mmoja kuwa na mnara wake. Na hii tumelianza vizuri sana kwa upande wa TTCL, lakini pia Airtel, na limesaidia sana pia TTCL na minara mingine kuweza kuwa na minara mingi zaidi nchini bila kuongeza gharama kubwa kwa ajili ya watumiaji. Lakini eneo lingine ambalo tumeendelea kulisimamia
ni pamoja na kupanua mkongo kama nilivyoeleza katika maelezo yangu ya awali, na tunaamini tutakapokamilisha wilaya zile zingine 10 zilizobakia, basi pia na lenyewe litachangia katika kupunguza gharama za vifurushi kwa ajili ya watu wetu. Lakini vile vile kwa upande wa internet tumeendelea kuweka fiber majumbani, na bahati nzuri zenyewe fiber mlangoni, fiber ofisini hazitumii masafa ya kawaida ya simu za viganjani. Kwa hiyo imesaidia sana pia kuweza kupunguza gharama na hatimaye kuweza kuongeza pia uwezo kupitia katika data center zetu ili waweze kubeba taarifa nyingi zaidi. Lakini pia eneo lingine la 4 ambacho tumeendelea kukifanya kama serikali kupitia mfuko wetu wa mawasiliano kwa wote, tumeendelea kujenga minara kwa kushirikiana na sekta binafsi kama nilivyosema, kwa uwiano wa 60% mpaka kwa serikali kulipa 40%, na haswa katika maeneo ya vijijini na yale maeneo mengine ambayo hayana mvuto wa kibiashara, ili kuweza kuhakikisha tunasaidia kupatikana kwa huduma mbalimbali za simu, lakini hatimaye kuwasaidia kampuni zetu za simu wasibebe mzigo mkubwa sana na hatimaye kuweza kubebesha kwa wananchi wetu wa kawaida. Nipende tu kusema kwamba kama serikali tutaendelea kuwa macho, tutaendelea kufuatilia mwenendo mzima wa gharama za vifurushi hivi ili kuhakikisha zinaendana na standard za kimataifa, lakini vile vile zinaendana na mahitaji halisi na uwezo wa wananchi wetu wa kawaida kuweza kumudu gharama hizo. Kwa upande wa ndugu yangu wa George wa Azam, katika maswali yako 3, la kwanza kuhusiana na taarifa ya Benki ya Dunia kwamba tumeshika kama nchi ya Tanzania nafasi ya 2 barani Afrika kuhusiana na matumizi ya tehama, ni kweli, na kwa kweli tumepiga hatua kubwa sana kama taifa, na sisi kama wizara tutaendelea kulisimamia hili, na tunaamini kupitia mapinduzi yetu ya kidijitali, lakini vile vile kwa kuzingatia mpango wetu wa Tanzania ya kidijitali wa miaka 10, basi kwa taarifa zingine zinazokuja tutaweza kupigiwa mfano na hatimaye hata kufika kuweza kuwa nchi ya kwanza barani Afrika na hatimaye kuweza kushindana pia na nchi zingine katika mabara mengine duniani. Kwa eneo la pili ulitamani kuweza kujua ni namna gani kwa kutumia mapinduzi ya tehama tutaweza kuuza fursa kwa bidhaa mbalimbali. Kama ambavyo umenisikia, nimetoa maelezo mengi sana kuhusiana na kampuni changa au startups. Na ndio maana tunaweka sera kwa ajili ya kampuni changa pamoja na sheria. Ukiangalia nchi za wenzetu zimeweza kupiga hatua kubwa sana kuweza kujipatia mapato kwa kuweza kutumia bunifu hizi mbalimbali na hatimaye kuweza kuziuza. Nchi zingine hawakai na bunifu muda mrefu. Yule aliyebuni anabuni, anaenda kuipatia maelezo, anapata wawekezaji, wanakuja kuwekeza katika bunifu yake, na hatimaye bunifu ile inaendelezwa kwa ajili ya kuweza kuwa bidhaa ambazo itaweza kuleta matokeo. Kwa nipende kukuhakikishia, bahati nzuri tumeshasajili wabunifu wa tehama 158 na tunaendelea kuwasajili zaidi kupitia tume yetu ya tehama ya taifa, na tunawakaribisha akiwemo Bwana Leonard na wengine tutaendelea kuwafuatilia ili kuhakikisha na wenyewe wanatambuliwa na tunasaidia vumbuzi zao. Lengo letu huko baadaye, tumeanza kidogo, tuna hii bilioni 5 kwa ajili ya kusaidia mtaji kwa ajili ya kampuni zetu changa. Lengo letu baadaye kuwawekea hata vyumba vya kuweza kutumia kufanya bunifu zao. Tumeanza kujenga ICT hubs kama 8 kiwemo Tanga, Arusha, Mwanza na maeneo mengine. Tunaamini pia hizo zitachochea kuwasaidia kuweza kukuza ekolojia yao nzima ya masuala ya kampuni changa. Lakini lengo letu tumsimamie pia hata kumlinda katika masuala ya patent, apate ulinzi wa ile bunifu, aweze kuisajili BRELA, aweze kuisajili Aripo Africa, aweze kuisajili Waipo, na hatimaye baadaye apate mtaji, aweze kusogea, kuweza kuipanua na kuigeuza kuendelea kuwa fursa na iweze kutumika kama bidhaa na kuweza kumpatia faida kubwa. La 3 nipende kusema tu kwamba kwa upande wa Bwana Leonard Shayo binafsi sijamuona, lakini nitamtafuta. Kwa kuwa umemtaja, nitamtafuta, nitafanya mazungumzo naye na kuweza kuona ni kwa namna gani tunaweza kumsaidia yeye, lakini lengo letu pia ni kuweka mazingira mazuri na wezeshi ya kufanyia gunduzi zao, ya kuweza kufanyia bunifu zao, ili hatimaye tuweze kuzitangaza na ziweze kutumika na kuleta fursa, lakini hatimaye ziweze kubadilika na kuweza kuchangia katika uchumi wao moja, lakini pia kuchangia katika uchumi wa taifa letu. Nadhani hilo ndio swali la mwisho. Niwashukuru kwa maswali yote mazuri. Asante sana. Mwisho, nayo kitaarifa kidogo tu bila kuwachosha. Nipende tu kusema kwamba tarehe 2 mpaka tarehe 8 mwezi huu
tutakuwa na wiki ya anwani ya makazi ambayo tutaisherekea hapa nchini na itakuwa Dar es Salaam. Maadhimisho ya mwaka huu ni ya pili, ambako mwaka 2025 maadhimisho haya yalifanyika kwa mara ya kwanza. Maadhimisho haya ya wiki ya anwani za makazi yanalenga kuenzi uzinduzi wa operation ya anwani za makazi yaliyofanyika tarehe 8 Februari mwaka 2022 na pia kukuza uelewa kwa wananchi juu ya umuhimu na manufaa ya mfumo wa anwani za makazi. Hivyo nitumie fursa hii pia kuweza kujulisha umma wa Tanzania kuhusu maadhimisho ya wiki ya anwani za makazi kwa mwaka 2026. Katika wiki hii ya anwani za makazi, shughuli mbalimbali zinaendelea kufanyika, ikiwa ni pamoja na uhamasishaji kwa wananchi wa matumizi ya mfumo wa anwani za makazi, pamoja na mafunzo ya matumizi ya mfumo kwa makundi mbalimbali ya watumiaji. Lakini pili, tutakuwa na mafunzo kwa watendaji wa kata pamoja na watendaji wa mitaa kuhusiana na matumizi ya mfumo wa anwani za makazi. Mafunzo haya yatawawezesha watendaji kuhudumia wananchi kwa kusajili au kufanya mabadiliko ya taarifa za wananchi kidijitali. Lakini tatu, tutakuwa pia na kongamano la mwaka la anwani za makazi na maonyesho ya teknolojia ya huduma za posta. Tunaamini kongamano hili litakalofanyika katika ukumbi wa Julius Nyerere International Convention Center Dar es Salaam kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 8 Februari, na tutaenda na kauli mbiu isemayo anwani mahiri na ubunifu wa huduma za posta kwa ukuaji jumuishi. Ndugu zangu waandishi wa habari, nitumie fursa hii kualika wananchi wa mkoa